Watazamaji wangu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pastor Kale, nimeokoka. Yesu ni Bwana, na kwa neema yake ambayo amenipa siku ya leo, naomba niongee na wewe. Siku ya leo naomba niongee na wanaume, maana mwanaume kwa society akijielewa, society imepona, na mwanaume akikosa kujielewa, society inaangamia. So siku ya leo naomba niongee na wanaume, maana wanaume wametoka kwa kazi zao, kwa opposition zao. Wanaume wameondoka, wameanza kujifika viatu za wamama, wameanza kujifika kutenda mambo yale wamama wanayatenda. So unakuta familia inaangamia kwa sababu wanaume wamekataa kukaa kama wanaume. So ukikuta Mungu hata alipochukua wanafunzi wake, alichukua wanaume tu, maana alijua mwanaume ni mtu wa maamuzi. Hata ukikuta Mungu wale watumishi aliokuwa akitumikia, manabii wa zamani walikuwa ni wanaume, wa kike walikuwa labda ni Baraka na nani wawili, lakini sana Mungu hufanya kazi na wanaume. Lakini leo hii kuna mambo ambayo wanaume wa sasa wanayafanya, unakosa kuelewa huyu mwanaume ni mtu anafikiria kweli. Imagine kama saa hii mwanaume mzima amekaa kwa vitina. Mwanaume mzima amekaa kwa vitina, anatoa maneno hapa anapeleka pale, anatoa hapa anapeleka pale. Mwanaume ukiwa na vitina, Mungu atatumia nani? Hata kanisani wamama siku hizi wameokoka, wako kanisa, wako na haja na Mungu, lakini unakuta wanaume hawaombi, hawafanyi nini, wanakuja ibada vyenye wanataka, lakini vitina. Mwanaume mzima hata anakupigia simu akwambia uko na line ya Airtel ndio akupe vitina. Wanaume tutoke kwa vitina, turudi kwa position zetu, maana Mungu alituaminia ulimwengu. Mungu ametuaminia makubwa kama wanaume. Hatujaamini, Mungu hajatuamini na vitina. Mtu ambaye Mungu alimtaja ni Jezebel, na Jezebel ni mwanamke. Mungu ndiye alitaja. Vitina viko na wenyewe, sio mwanaume. So mwanaume toka kwa vitina, kutoa maneno hapa, kupigia huyu simu, huyu ameniambia, huyu amesema. Tabia mbaya sana kwanza kusikia ati pastor alisema, na huyo pastor mwanaume. Wewe ukishaokoka toka kwa vitina. Wewe ukishapokea Kristo toka kwa vitina, toka kwa vitina. Mwanaume jielewe, sio kusunguka na maneno. Mwanaume mzima ambaye haezi shaurika ni kutembea tu hii kanisa na hama juu nimefanyiwa hapa, nimehama juu nimefanyiwa. Wanaume rudini kwa position zenyu, turejeshe anointing kwa society. Maana anointing inapotea kwa familia, kwa kanisa, kila mahali, kwa sababu wanaume kukosa kusimama kwa nafasi zao. Wakati Kain alitanganywa na mwanamke, ilibidi Mungu aondoe Kain kwa position zake. Adam alipotanganywa mwanamke, ilibidi aondolewe kwa position ndani ya bustani ya Eden, akatupa nje na akaambiwa utakula kwa jasho, utafanya hii na hii na hii. Na alipotupa nje, kuhasa ukaanzia hapo. Naye Mungu akaweka ndani ya bustani makerubi. Kwa sababu gani? Adam hakuelewa nafasi yake ya mwanaume kwa society. Wapendwa, mwanaume jielewe. Mwanaume mkubwa
tena mnono, ni mtu umesoma, lakini mkubwa unatembea na vitina vya nini? Roho mbaya, roho ya wivu, roho ya chuki, roho mpofu, umejaa machungu, umejaa wivu. Mwanaume mkubwa, yaani umejaa, we ni roho, ni sawia na shetani, maana ile roho unaoperate nayo sio ya Mungu. So leo nimetumwa niongee na wanaume, badilikeni. Wanaume badilikeni, badilikeni. Kwa wanaume 100, wale wanaume wamejitambua ni 70 ndio unaona wanashuka nywele kama wamama, ndio unawakuta wamewepaka makucha, wacha hata makucha kupaka, hiyo ni sawa, lakini unawakuta nywele ameshuka, yeye na yeye anapika protra, yeye na yeye anapaka wanja mitomo, unakuta yani kile anachokifanya ni umama tupu. Akitoka kushuka nywele kufanya vitina, anaingia straight. Wanaume, siturudi kwa position zetu. Mungu atubariki, siturudi, maana mwanaume ni kichwa. Mwanaume ni kichwa, mwanaume ni kichwa. Siturudi tu kwa position zetu, tuwe vichwa, kanisani vichwa, nyumbani vichwa, kila mahali vichwa, na turudi kuombea familia zetu. Wanaume, tusiachie wamama kuombea familia peke yao, hawaezi. Sisi turudi tuombee familia. Wanaume turudi kuweka watoto wetu vizuri, kuongelesha watoto, kupanga watoto, kuongelesha kizazi. Turudi kwa position zetu kama wanaume, tutoke kwa vitina na mambo mengine. Wanaume, rudini kwa position zetu. Hilo ndio ujumbe Mungu amenipa niwaletee, maana mkirudi upako utarejea. Roho ya kurudishwa ndani ya bustani itarejea. Mungu atahakikisha protection ya mwanaume iko, maana leo hii hata mwanaume akiuliwa kila mtu anaona kawaida, lakini mwanamke akikuswa wanashinda wakipiga haki yetu kwa mitandao. Lakini mwanaume, juu tabia tumeingia saa hii, tumeonekana sisi ni wanyama wa kuuliwa. Tutoke huko, hebu turudi tu kwa Yesu na sisi tuonekane wao. Ukikuta mama ameuliwa, kila mtu analia tu, huyu mama wamemuua bure, lakini mwanaume utasikia sema, na huyu alikuwa anafanya nini hapa, alikuwa anafanya nini? Juu ameona mwanaume ni mnyama. Wapendwa, wanaume turudi kwa position zetu, tuokoe sasa, tuokoe familia, society ipone, tuokoe upako, tuokoe vitu, turejeshe destiny za watoto wetu, turejeshe kila kitu, turejee kwa position zetu. Tuombe. Baba, nakushukuru kwa wanaume hawa wanaoenda kutazama, na yoyote ambaye anatazama hii video, Baba, hakikisha umemrejesha kwa position yake. Baba, ngoa wivu, ngoa chuki, ngoa vitina, ngoa maovu, ngoa kila chote ndani mwake kwa jina la Yesu. Toa yote, achilia upenyo na nguvu za Roho Mtakatifu ndani mwake, katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen.